Kwa nini Saudi Arabia imeweza kuhakikisha kwamba inatengeneza mkataba ambao malengo yake, mashabaha yake ni kuhakikisha kwamba unatengeneza muungano wa nchi kadhaa ikiwemo Pakistani pamoja na Uturuki? Lakini kwa nini pia katika mkataba huo wanataka wamjumuishe Iran? Nini ambacho kimepelekea haya yote? Lakini kwa nini pia Misri, na yeye ni mmoja kati ya mataifa yanayolengwa kuingia katika muungano huo? Nini kilichopo nyuma ya pazia, au nini kilichopo nyuma ya mgongo? Lakini kwa nini haya yote yamekuwa yakitokea katika kipindi ambacho Israel imetangaza rasmi kwamba inataka kutanua taifa lake la Israel? Ni mataifa gani ambayo yanayolengwa zaidi na Israel ili kuhakikisha kwamba Israel inakuwa ndiyo superpower ndani ya Mashariki ya Kati? Nchi za bara la Ulaya pamoja na Marekani, kwa nini inasapoti zaidi haya ambayo yanayofanywa na Israel? Lakini mataifa ya haki za kibinadamu, taasisi za haki za binadamu duniani, kwa nini zimeendelea kukalia kimya taifa la Israel kutokana na mpango wake huu ambao umekuwa ukitefanya mauaji makubwa mno ndani ya Mashariki ya Kati? Mashambulizi ya Israel katika kambi ya Uturuki kaskazini mwa Syria, nini kilichojificha nyuma ya mgongo? Haya ndiyo ambayo tutakayokwenda kuyaangalia. Awalan ni kuombe mpenzi mfuatiliaji wa vipindi vyetu, kama haujabonyeza alama ya subscribe, basi usiache kubonyeza alama ya subscribe, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele. Usisahau kushare, kulike, sanjari na kucomment. Hii itakufanya kuwa wa kwanza kupata makala zetu mbalimbali na maudhui zetu mbalimbali zinazohusiana na masuala ya sayansi ya jamii, lakini pia siasa za ulimwengu sanjari na diplomasia za ulimwengu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum aizina almushahidin alkiramin fi kulli anha'i alalam. Kwanza kabisa nitumie fursa hii kukaribisheni wapenzi wote watazamaji kutoka katika pande zote za dunia, Afrika, Tanzania pamoja na ulimwengu mzima kwa ujumla. Ndugu zangu, mpango huu wa Saudi Arabia kutengeneza muungano ambao kwa hatua ya awali umejumuisha Uturuki, lakini pia umejumuisha Pakistan. Uturuki kama nchi ambayo tayari inakwenda juu katika masuala mbalimbali ya teknolojia. Uturuki ambayo tayari ina nguvu za kijeshi zaidi ya taifa la Irani. Uturuki ambayo ndiyo inachukua nafasi ya pili katika mataifa yenye nguvu wanaotengeneza umoja wa kijeshi wa nchi za NATO. Lakini pia Pakistan kama taifa ambalo ni miongoni mwa mataifa pekee ambayo yanayotoka katika ulimwengu wa Kiislamu linalomiliki makombora ya nyuklia. Kwa nini mkataba huu? Ni kwamba mkataba huu unatokana na matokeo yanayotengenezwa na Israel juu ya mkakati wake wa kuitanua Israel ndani ya Mashariki ya Kati. Wanapozungumzia Great Israel, kwamba namna ya kuitanua Israel, maana yake unalenga Pakistani kwa asilimia takriban 70, lakini pia unalenga Uturuki nayo katika takriban asilimia 45, unalenga Saudi Arabia kwa asilimia 100, lakini pia unalenga Bahrain kwa asilimia 100, unalenga Kuwait, lakini pia unalenga Misri kwa asilimia 35 takriban. Lakini namna gani wanaweza kwenda kukamilisha huu mkakati wake? Namna gani wanaweza kukamilisha haya malengo ya kuitanua Israel ndani ya Mashariki ya Kati? Ni lazima tuanze na taifa la Iran. Itakapoondoka Iran, maana yake kikwazo cha kuitawala Mashariki ya Kati kitakuwa kimeondoka.
Na baada ya Iran ni nchi gani ambayo inayofuata? Katika takriri au ripoti iliyotolewa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, anasema baada ya Iran kuwa imedhoofishwa au imepoteza mwelekeo au imefanyiwa regime change, kwa maana ya utawala kubadilishwa kwa kupitia njia za kidemokrasia, kinachofuata ni Uturuki. Na baada ya Uturuki, maana yake anayefuata ni Pakistan. Na baada ya Pakistan tunarejea kuikamata Saudi Arabia, lakini pia tunarejea kuikamata Syria. Ndiyo maana sasa utaona kwamba wameanzisha baadhi ya mashambulizi kuelekea Lebanon, walianzisha baadhi ya mashambulizi kuelekea Iran, lakini pia kwa sasa wameanzisha mashambulizi mengine kuelekea Syria. Hii ina maana gani? Maana yake ni kwamba kutaka kuikaribia mipaka ya Iran ili waweze kuivamia Iran. Unapolenga Lebanon, unapolenga Syria, maana yake ni kwamba Syria iko mpakani pamoja na Uturuki. Kwa hiyo uvamiaji wa kule Halab, Syria, maana yake unakwenda kusababishia matatizo au kuiweka hatarini nchi ya Uturuki. Unapokuja Lebanon, maana yake ukishaikamata Lebanon, maana yake yu haraka zaidi kuikaribia Iran. Lakini Syria ni pamoja pia na kuikaribia Iran, lakini pia katika mipaka ya Iraqi. Sasa unaweza ukaona namna gani Myahudi amekuwa ni tatizo ndani ya Mashariki ya Kati. Myahudi amekuwa ni chanzo cha vita vinavyoendelea na vitakavyoendelea ndani ya Mashariki ya Kati, kwa sababu lengo ni kuhakikisha kwamba anaitanua Israel katika mipaka hiyo. Sasa hivi juzi mgogoro huu umeendelea kutanuka zaidi baada ya Israel kwenda kushambulia kambi ya Uturuki iliyoko kaskazini mwa Syria. Hii lengo yake ni nini? Lengo kwanza la Uturuki kuweka kambi hiyo ndani ya Syria, maana yake ni kutengeneza basic ambayo inakuja kutengeneza vita nyingine ya mipaka, kwa maana vita nyingine ya kijiografia. Kwa maana nyingine ni kwamba Uturuki anatathmini kwamba amani yake ni pamoja na dola ya Syria kuwa imepata amani, lakini pia Uturuki anatathmini kwamba usalama na amani na utulivu wa dola ya Uturuki ni pamoja na Lebanon kupata amani, pamoja na Iran kupata amani. Idhan amekuwa anatengeneza imperialism mpya ambayo utaona kwamba mpaka Somalia katika Babul Mandib amekwenda anatengeneza mpaka Somalia tayari. Mpaka sasa tunavyozungumza amekwisha weka basic yake, lakini Syria pia ana basic yake. Katika baadhi ya maeneo mengi sasa ndani ya Mashariki ya Kati ana basic yake. Na hivi juzi ni kwamba amekwenda ametengeneza muungano yeye pamoja na Masri. Kwa nini anatengeneza muungano huo? Kwa sababu Masri yuko karibu zaidi na Israel, lakini pia Masri amekuwa akitayarisha nguvu kubwa ya kijeshi ambayo imekusanya mifumo kutoka katika kila bara takriban, kutoka bara la Ulaya, kutoka bara la Asia, kwa maana Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, lakini pia amekuwa kusanya nguvu kutoka pia Marekani kwa mifumo ya ulinzi wa anga kutoka Marekani, lakini pia ana ulinzi wa anga kutoka China, Urusi pamoja na Korea. Hii yote ni kwa ajili ya maandalizi ya vita vya muda mrefu ambavyo vinatokana na ahadi ya Israel kutaka kuichukua 35% ya ardhi ya Misri. Ndio maana utaona kule Arish, Misri imeweza kutengeneza kambi kubwa ya kijeshi ambayo nafikiri katika Afrika na hakuna, na hata katika baadhi ya mataifa ya bara la Ulaya hakuna nchi ambayo kwa sasa inaifikia Misri kutokana na nguvu kubwa za kijeshi ambazo imeendelea kuzitengeneza, kwa sababu anafahamu vita hii ya Israel pamoja na Misri bado haijaisha, lakini ni vita ambayo
laiti kama wataingia vitani, basi nchi za bara la Ulaya yakishirikiana na Marekani watashirikiana moja kwa moja na Israel kwa ajili ya kupambana na wale ambao wao wanaona kwamba ni mahasimu wao. Hii yote ni kwa ajili ya kuifanya Israel iweze kuingia katika ramani mpya ambayo wao wanayoitaka. Sasa jambo kama hili linahitaji maandalizi ya muda mrefu. Ndiyo maana Saudi Arabia, baada ya yeye kuwa kuingizwa katika huo mpango kwamba asilimia takriban 40 ya ardhi ya Saudi Arabia inatakiwa na Israel, ndio maana ametengeneza muungano wa haraka zaidi kuhakikisha kwamba Uturuki na Pakistani wanatengeneza muungano, na sasa anamuomba Muirani ili na yeye aweze kuingia katika muungano huo. Muungano huu moja kwa moja utapelekea Misri na yeye aingie katika muungano huu. Na hivi juzi tayari serikali ya Pakistani imeweza kutoa tamko maalum kwa Israel kwamba iwapo mtarejea mashambulizi yoyote yale ya kushambulia Syria au Uturuki au Saudi Arabia kwa namna yoyote ile, basi Pakistani itaweza kupiga bomu la nyuklia ndani ya taifa la Israel. Hii ni kwa sababu ya yale ambayo yanayofanywa na Israel ndani ya ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Lakini unaweza ukajiuliza maswali mengi sana. Kwa nini Uturuki hajaweza kujibu? Kwa nini Pakistani hawajaweza kujibu? Lakini kwa nini Iran pia hawajaweza kujibu kwa sasa? Ni kwamba mpango uliopo, kuna uchaguzi mwezi wa 10 wa kumchagua waziri mkuu mpya, na tayari pamekuwa kuna maandamano makubwa sana nchini Israel ya kushinikiza kwamba Benjamin Netanyahu aweze kuondoka madarakani. Jambo ambalo laiti mashambulizi yataendelea, kwa sababu huu umekuwa ni sehemu ya mpango wa Benjamin Netanyahu kujiongezea muhula wa madarakani kwa kisingizio kwamba anapambana na maadui. Kwa hiyo hawezi akaja kuondoka madarakani akiacha nchi bado iko vitani, jambo ambalo linamfanya kutengeneza vita vya mara kwa mara ili atakapojibiwa anakuwa anajiongezea muhula wa kukaa madarakani, jambo ambalo nchi Iran pamoja na Uturuki, lakini pia Saudi Arabia pamoja na Syria yenyewe imeshashtukia jambo hilo na imeamua kwanza kukaa kimya ili kuangalia next time inakuwaje, kwamba je, watashindwa katika uchaguzi au atashinda katika uchaguzi. Ijapokuwa sasa tayari hali imekwisha anza kuwa ni ngumu katika upande wake. Na hivi ndivyo ambavyo pia kule Marekani kwenyewe pamekuwa hakukaliki, kwa sababu Rais Donald Trump amekuwa anapoteza majimbo muhimu ambayo ndiyo yalikuwa majimbo mama yaliyomfanya yeye kuingia madarakani katika uchaguzi uliopita. Hii ni ishara kwamba anakwenda kushindwa uchaguzi, lakini pia yawezekana akaondolewa madarakani kwa nguvu, aidha akauawa au kuishia stindahia kwa maana ya gerezani, kutokana limartakabahu minadhunubi minal-jaraim, kutokana na makosa makubwa ya jinai aliyoyafanya ambayo yanaambatana na faili la Epstein katika kisiwa cha Al-Ghaziratu Epstein katika kisiwa cha Epstein. Lakini sasa Rais Donald Trump pia amekuwa akikabiliwa na ugonjwa wa afya ya akili, kwa sababu anazungumza anayoyazungumza sasa sio anayozungumza baadaye, na anayozungumza baadaye anasahau kutengeneza kumbukumbu kwamba nini ambacho alichokizungumza. Lakini shinikizo na mpasuko mkubwa katika swala la serikali ya Marekani limekuwa ni kubwa, kwa sababu jeshi linachukua upande wake, raia wanachukua upande wao, lakini pia wanasiasa na wenyewe wanachukua upande wao. Kwa hiyo haya yote yameibuka kwa sababu gani? Aliyoyafichua haya ni Iran, kutokana na udhibiti wake, kutokana na msimamo wake, kutokana na namna alivyojitengeneza kupambana na maadui wake hasimu ambaye ni Marekani pamoja na Israel, baada ya kuweka mikakati ya muda mrefu. Ndio maana sasa utaona Israel mwanzo wa vita hivi aliweza kumshauri Marekani kwamba waende wakapige miundombinu ya kiraia.
miundombinu ya vituo vya maji, vituo vya mafuta, vituo vya umeme pamoja na vituo vya usafiri, kuharibu barabara, kuharibu njia za reli. Hii yote ni kutengeneza taswira ya kutaka kulidhoofisha taifa la Iran ili sasa liwe ndio uchochoro wa kufikia Uturuki pamoja na Pakistan, alafu baadaye kurejea katika mataifa madogo kama vile Saudi Arabia ambalo lina idadi ya watu takriban milioni 4, lakini pia halina nguvu za kijeshi kiasi hicho cha kuweza kupambana na Israel, lakini pia kurejea katika taifa la Masri kwa sababu tayari mpango wake umekwisha onekana katika sura ya namna hiyo. Lakini kikwazo kikubwa ambacho kinaziwia asiweze kufikia malengo hayo ni Iran peke yake. Hivi ndivyo ambavyo tunavyoendelea kupokea taarifa, lakini pamekuwa kuna misafara mikubwa ya silaha za kijeshi kutoka Uturuki kuelekea Syria, kwa maana nyingine kwamba Uturuki muda wowote anaweza akaingia vitani iwapo Israel itaendeleza tena mashambulizi katika kuzipiga basic za Syria ili kuidhoofisha dola ya Syria. Na mpango huu umekuwa ukifanyika tangu yalipofanyika mapinduzi ya kumuondoa Bashar al-Assad. Tayari ni kwamba Israeli alianza kushambulia bila ruhusa ya mtu yoyote sehemu ambayo ilikuwa ni basic kubwa ya jeshi la Syria. Kwa maana nyingine alikuwa anabomoa miundombinu ya silaha za kijeshi ambazo zilikuwa ni tishio kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Israel. Hii yote ni kwa sababu ya kuja kutafuta njia rasmi ya kuweza kuikamata Halab, ambayo ni sehemu ambayo wao wanadai kwamba ni Mamari Daud, alipita Daudi ambaye ni mtoto miongoni mwa watoto wa Sayyiduna Ibrahim sijui Yakubu, huko aliweza kupita huko. Kwa hiyo wanadai kwamba hili eneo pia ni la kwao, lakini ni sehemu pia ya mkakati wao kutengeneza njia nyepesi ya kuweza kuifikia Uturuki, lakini pia kuipiga Iran, jambo ambalo Uturuki ametangaza wazi. Kushambuliwa kwa Syria maana yake ni kuweka hatarini usalama wa Uturuki, lakini pia amani ya Uturuki, jambo ambalo Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki amesema wazi kwamba hatutokubali kuona kwamba nchi jirani wanaweza kuathiriwa halafu wao wakakaa kimya. Lazima tusaidie. Kwa hiyo misafara mikubwa ya silaha za kijeshi zimekuwa zikipelekwa nchini Syria kutoka Uturuki kwa ajili ya kwenda kuandaa mapambano rasmi dhidi ya Israel. Lakini amekwisha ongea wazi, iwapo watarudia tena kufanya shambulio la aina lolote, basi wataweza kuifuta Israel katika ramani ya Mashariki ya Kati, lakini pia katika ramani ya dunia. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa shukran.